Karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu habari wa saa moja kamili. Tunawatakia njema, kwa Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Kumbuka leo ni tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kama unavyotusikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment. Kama ni shabiki wa Media Bukavu TV kutokea katika eneo popote upo, endelea kuweka comment yako, tueleze tayari wewe ni shabiki, unatufuatilia kutokea katika sehemu gani. Na leo tuko na mengi ya kuzungumza katika mada zetu. Tunawatakia asubuhi njema kwa wote wanaotusikiliza kupitia Media Bukavu TV. Leo kwa sasa tuna habari mpya ama habari nyingi tunaendelea kuwatangazia katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakuja kuwapeleka katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika uwanja mapambano kwa sasa. Kabla ya kuwatangazia habari zetu, ngoja tusalimie mashabiki zetu kutokea katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tulianza nao mpaka kwa sasa waendelea kusupport ya Media Bukavu TV. Tunasalimia mandugu zetu kutokea ndani ya Lubumbashi, Katanga, Kasai Orientale, ndani ya Manyema, ndani ya eneo ya territoire ya Fizi kuelekea mara moja huko Layani, ndani ya Nord Kivu na kuwapeleka Sud Kivu, ndani ya Kinshasa kapitale mara moja, ndani ya Matadi na sehemu ya Kindu mara moja katika eneo ya Beni. Mashabiki zetu wengine kutokea ndani Ulayani huko Amerika, Canada, Australia, Ufaransa na ndani ya Norvege na katika seto zingine Belgique, tunaendelea kuwasalimu zaidi katika habari zetu mara kwa moja. Endelea kuungana na sisi katika muda wetu wa habari wa leo. Kwa sasa tunakuja kuletea habari zetu za asubuhi ya leo. Kwa sasa tunakuja kuwatangazia mambo yanaendelea kubadilika. Kuanza tangu tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, nakuja kuwapeleka ndani Ulayani Minembwe. Kwa sasa nakuja kuwaletea habari zingine kutokea ndani ya eneo ya Uvira, ndani ya seta ya Uvira. Nakuja kuwaletea habari zingine kutokea ndani Ulayani Beni, ndani ya Ituri, ndani mara kwa moja. Habari zingine kutokea sehemu zingine kula Ruchuru na katika eneo ya Masisi na Shabunda, na habari zingine kutokea ndani ya eneo ya Kalehe, na habari zingine kutokea Walungu. Habari zingine tuko nao, tutakuja kuwapeleka mara moja huko Walikale katika vijiji vingine tofauti, na nitakuja kuwapeleka mara moja kuwapasha habari zetu. Kama unavyotusikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kuungana na sisi katika habari zetu za asubuhi ili tukuje kutangazia yote yanayopitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa tunafungua kurasa zetu za habari ya leo. Kwa sasa tunaletea katika habari zetu mapya, tunakuja kuwapeleka katika ndani milimani huko Minembwe. Kwa sasa mambo yamebadilika kwa upande la jeshi la wanajeshi wa Twirwaneho pamoja na jeshi la wahasi la M23. Kumbuka katika wanajeshi wa M23 pamoja na jeshi la Twirwaneho na Ngumino katika milimani Minembwe. Kumbuka chama cha jeshi la Twirwaneho ni chama cha kabila cha Wanyamulenge ama kabila ya Wanyamulenge wanaoishi ndani ya nchi la Kongo. Kumbuka jeshi la M23 ni chama ama ni jeshi lao kando. Kumbuka hao walikuwa ni wanajeshi walikuwa wanapigana kabla jeshi la M23 wanajeshi wa Twirwaneho washikamane kuwa kitu kimoja. Kumbuka mapigano ya jeshi wa M23 ilikuwa ni mwaka wa 2012. Kwa hatua hiyo walikuwa wanajeshi wa Twirwaneho walikuwa kivyao, na katika mapigano haya wakati wa wanajeshi wa M23 walikuwa katika eneo ya Nord Kivu, walikuwa hawajafika upande wa Sud Kivu. Lakini katika msafiri ili niwapeleke katika wanajeshi wa M23 kushikamana pamoja na jeshi Twirwaneho, walianza vipi? Walianza huyu mwaka wa 2025 mwezi wa 11 hatua mwaka wanajeshi wa M23 walianza kupigania kabila ya Watusi. Kumbuka Wanyamulenge walikuwa na kolonizishwa ama walikuwa na piganishwa kwa sababu ya kabila Watusi, na kwa sababu Wanyamulenge wakaona kama tayari le gouvernement ama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inawateula, inawachukulia kama hao nao ni Watusi, na hatua mara moja huko kabila wa serikali ya M23, na kabla haijashikana na serikali ya Fleuve Congo. Kumbuka Alliance Fleuve Congo ilikuwa haijashikana, ndio ilikuwa tayari ilikuwa
Bisimwa pamoja na Colonel Nanga ndio walikuwa wanasimamia Alliance Fleuve Congo kwa sasa, lakini hatua walikuja kukaa serikali ya viongozi vya Alliance Fleuve Congo pamoja na jeshi la Twirwaneho pamoja na jeshi la M23, ilikuwa ni M23 ile hatua, lakini mara moja waliona tayari wakabidi washikane waungane kwa sasa. Kwa kuungana kwao ndio ikakuwa Colonel Nanga akakuja akapeka msaada wake ndani pamoja na viongozi wengine, mara moja ikakuwa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 wakashikana wakakuwa kitu kimoja. Mara moja jeshi la wanajeshi wa Twirwaneho kutokea huko Minembwe nao wakajiteula, wakasema inabidi wachangane waukwe kitu kimoja katika chama cha jeshi la waasi M23. Na hao wote gisi walioshikamana katika kikundi hiki kilikuja kuonesha kama tayari hawa inabidi wapiganishe serikali yenye iko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuonesha kama tayari hawa hawafanye kazi, wanaleta mambo ya tribalism na mambo ya ubaguzi kwa sasa. Wakajiunga kitu kimoja, ndio mliona katika mara kwa mara kabila wa Nyamulenge walikuwa wanapigana mara kwa mara na kabila wa Fulero kwa sababu ya mambo ya upinzani ama kuchukuliwa mambo ya ubaguzi. Mara moja siku wanajeshi wa M23 walichukua Goma mwaka wa 2025 mwezi wa pili tarehe 6 huyo mwaka. Mara moja jeshi la M23 wanajeshi wa Twirwaneho walikuwa Minembwe, walikuwa kitamani ndio hatua moja, wengi walijiunga na wanajeshi wa M23, walikuwa Bukavu wakajiunga, wale wote wakajiunga na chama cha M23. Lakini katika mapigano alikuwa, kumbuka kwa serikali kulikuwa kabila wa Nyamulenge, wale wa viongozi wa autorite walikuwa katika ndani ya kabila wa Nyamulenge, wamoja wao walijiteula kwa serikali wakajiunga na serikali ya M23, na kumbuka kuna wengine bado walikuwa ndani ya serikali mpaka kwa sasa wangali ndani ya serikali, lakini hawaongee kimoja na jeshi ama kabila wa Nyamulenge kwa sababu hao wanachukuliwa kama wasingiti au wanachukuliwa kama hao wao wasaliti kwa kabila wa Nyamulenge, na hao sasa ndio wako katika milima huko ndani eneo ya huko ulayani Minembwe, ndio wanajiitwa Twirwaneho. Lakini kwa sasa mambo yalibadilika tangu juzi. Mandege mliona kisi ndege zilikuwa zikienda huko Minembwe, lakini mashambulizi ilikuwa ni mashambulizi ya upande la jeshi kwa sababu wanajeshi wa Nyamulenge pamoja wanajeshi wa Twirwaneho pamoja kwa sasa na jeshi ya M23 wamepigana katika milimani huko. Katika mapigano alikuwa tangu tarehe 5. Watu wengi tulikuwa najua kama ni mapigano ya FRDC, lakini katika utafuti kupitia media tunaendelea kuwapatia mapigano haya ilikuwa ni upande mara moja ya jeshi Twirwaneho pamoja na jeshi la M23. Kabla nilikuja kuzungumza, tusikilize kwanza watu wetu wako katika eneo ya milima huko, kuna mengi watatueleza kupitia haya mapigano yalikuwa katika eneo ya Minembwe. Minembwe kati ya M23 na Wanyamulenge wa Twirwaneho. Kisa hatujui walipigania nini, ila upande wa Wanyamulenge tulisikia walikufa watu 6, kama ni vijana kama ni sijui ni waite vijana ni wanaume, maana wanaume tofauti. Ila Wanyamulenge 6 wamepotea za maisha katika mapambano hayo kati ya wao na Wanyarwanda wa M23. Haya ni miongoni yaliyojiri, na baadaye pia siku iliyopita kabla ya haya mapambano ya tarehe 5 palikuwa drone za Wanyamulenge za Wanyarwanda zinaendelea kuua Wanyamulenge, kuua magombe zao, create tension kati ya Wanyamulenge na nchi yao na serikali kwa sababu Wanyamulenge wachukie nchi yao. So hizo drone zinaendelea kuua Wanyamulenge, kuua mifugo Wanyamulenge mangombe. Pia Wanyamulenge wakienda mashambani zinazunguka huko juu zinawashitua, zinaendelea kuwaweka hatarini ili wasijisikie huru. Wanaendelea kuweka uoga ndani, kuwaungwa kwa ajili pia kuwatenga na serikali. Kwa sababu Wanyamulenge akijiunga na serikali itakuwa ni kushindwa kwa Rwanda. Maana sababu wanayobaki nayo ya kuwa Mkongo ni kwamba Mnyamulenge ananyanyasika Kongo, kwa hiyo wanahitaji kwenda kumsaidia, lakini kiukweli hawamsaidie, ila ni faida zao. Wanakwenda pale wanakuiba mali ya Kongo, madini, sio kwa niaba ya kusaidia Wanyamulenge. Asante sana, tutakuja kuzungumza baadaye na kiongozi hapa. Hapa tunakuja kufanua moja kwa moja katika kabila, ndio nimewaeleza katika mwanzo kuambia kwa sababu kumbuka
chama cha M23, hii ni historia. Hawa ni watu walipanga hili kitu karibu miaka kadhaa, lakini jeshi la Twirwaneho ni watu wao wanapigania haki, wanapigania wenzao, wao wanapigania mali zao katika eneo ya uko Minembwe. Hao walijipata haje katika kikundi cha M23? Au walijipata kivipi? Kumbuka hili lilikuwa kama nusonde, unajua walianza, lakini kujiondoa ikaleta shida sasa. Kwa sasa kuna wale tayari wamejua hapa tumepiga hesabu mbaya, ama sio? Lakini katika historia hata mkiangalia mara moja, Colonel Nanga hata na yeye ili ajiondoe katika chama cha M23, kwa sasa kuna masharti mingi zaidi, na haya itaendelea kuleta changamoto kwa sasa. Habari zingine mara moja tunakuja kuwapeleka mara moja Ituri. Ndani ya Ituri tulieleza mara moja gavana wa Ituri aliondolewa, na watu wengi wamelia zaidi kusema gavana huyu, kumbuka, alijaribu kupambana na wahasi wa M23 wasiingie ndani ya Ituri, wasiingie Beni, lakini watu wengi wanakuwa na mashaka na huyu gavana mpya amekuja kutokea ndani ya eneo Kasai. Ni Mkasai, sio mtu wa uko Ituri, ni Mkasai mara moja, anaoitwa Kasongo. Mara moja watu wengi wamejiuliza mengi, lakini kupitia gavana huyu alikuwa katika karibu miaka karibu 10 na katika eneo ya Ituri, watu wengi wamejiuliza ameteuliwa kwa serikali ama amerudi nyumbani. Lakini kwenye taarifa, gavana huyu bado angali, lakini ametolewa kwenye kiti cha kuwa gavana, amepelekwa mara moja Kinshasa kwenda shimamia wanajeshi katika uwanja ama katika kambi de militaire. Kwa sasa yeye hajatolewa kuwa awe raia ama ametolewa, kumbuka, kwa sababu Kongo ili uwe gavana inabidi uwe mwanajeshi kamanda ama ulipigana vipi. Lakini kwa sasa gavana huyu mwenye anakuja Ituri, watu wengi wanamsubiri na kujua kwa kweli haya anakuja kubadilisha nini. Lakini wahasi wa ADF kwa sasa wameendelea kuwa na hofu, kwa sababu kupitia haya yote, kupitia gavana huyu anakuja kutokea eneo ya Kasai. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, tuje kupatana kwa habari zetu za saa 5 na dakika 30, kwa sababu tutakuja kuwatangazia yote yanayopatikana katika uwanja wa mapambano. Bye bye.